الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza, ni ipi hukumu ya anayedaiwa Ramadhani iliyopita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza, ni ipi hukumu ya anayedaiwa Ramadhani iliyopita? Hili ni swali ambalo ameuliza muulizaji, na sisi tunamjibu kwa aqwali za ahlul ilmi. Wanasema wanachuoni, mana alayhi dainu qada'i, yule ambaye alikuwa na deni la kulipa Ramadhan, la mwezi wa Ramadhani, min amin madhin, kutoka katika mwaka uliopita, au akthar, au zaidi ya mwaka uliopita, yajibu alayhi almubadaratu bisiyami hadhihi alayam, ni juu yake kufanya haraka, kukimbilia katika kufunga masiku haya ambayo anadaiwa, ma wujubi it'am miskin, pamoja na wajibu wa kualisha maskini, an kulli yawmin, kutokana na kila siku, kutokana na kila siku, an kulli yawmin ta'akhuri qada'ihi, kutokana na kila siku ambayo ilikuwa kumechelewa kulipa kwake, hata dakhala Ramadhan akhar, mpaka kaingia Ramadhan nyingine. Ala rajih min aqwali ahli ilmi, juu ya kauli ambayo yenye nguvu miongoni mwa kauli za watu wenye elimu. Idha kana ta'khiru li ghairi udhri, itakapokuwa kwamba kule kuchelewa kwake pasi na udhuru. Ama idha kana ta'khiru li udhri, ama itakapokuwa kuchelewa kwake ilikuwa ni kwa udhuru, kama maradhin, kama vile maradhi, au hamlin, au ujauzito, au jahalin, au kwamba kujinjikiwa, fala tajibu illa qudhiya faqat, au qadha'u faqat, kwamba haitakuwa ni wajibu juu yake isipokuwa jambo la kufanya nini, isipokuwa jambo la kulipa tu ile funga. Na maelezo haya yanafanana na maelezo ya Sheikh Ibn Bazi na maulama wengine. Wakati Ibn Bazi alayhi rahmatun min Allah, al-Allama Ibn Bazi alayhi rahmatun min Allah, alipoulizwa swali linafanana kama hilo, akatoa maelezo akasema, idha akhara al-insanu as-siyam aman au akthara min duni udhri, atakapochelewesha mwanadamu as-siyam, akachelewesha funga, aman, mwaka mzima, au akthara, au zaidi ya mwaka, min duni udhurin, basi na udhuru, fa alayhi tauba ila Allah, ni juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadm, na kujuta, wal azmu, na kuazimia alla yauda, kwamba hatorejea tena kosa kama hilo. Hilo jambo la mwanzo. Kisha kaendelea al-Allama Ibn Baz akasema, alayhi al-qada'u, na ni juu yake kulipa, wa alayhi al-kafara jami'an, na ni juu yake kutoa kafara. Kwa maana mambo mangapi hayo? Mambo matatu. Thalathatu ashiya, mambo matatu. Jambo la mwanzo at-tauba, kwanza ni kutubia, wa qada'u al-ayyam, na kulipa yale masiku allati ambayo ala al-insani, yako juu ya mwanadamu, ni rajulin, sawa ikiwa kwamba mwanadamu mwenyewe ni katika wanaume, au imra'atin, au mwanamke, wa it'amu miskin an kulli yawmin, na kulisha maskini kila siku. Ama in kana li'udhurin, ama ikiwa kwamba amechelewa kufunga kwa sababu ya udhuru, kalmaradhi, kama vile maradhi, fala shay'a alaiha illa qada'u faqat, hakuna juu yake jambo jingine lolote isipokuwa ni kulipa tu. Wa amma tasahulu fa alayhi alqada, ama jambo la kufanya uzembe ni juu yake kulipa. Wa alayhi taubatu ila Allah, na juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi it'amu miskin, na juu yake kulisha maskini, an kulli yawmin, kutokana kila siku, bihasbi al-ayyam, kwa kutegemea zile idadi za zile siku. Kulla yawmin, kila siku, alayhi nisfu saa, ni juu yake kutoa nusu pishi, yajmauha, atazikusanya nusu pishi hizo, wa yu'tiha baitan faqiran, na atazitoa nusu pishi hizo, wa yu'tiha, na atazitoa nusu pishi hizo baitan faqira, kuipa nyumba ambayo ilikuwa maskini,
au shakhsan faqira, au mtu ambaye alikuwa fakiri, kulluha la bas, kila moja katika hayo ni mambo ambayo hakuna ubaya ndani yake. Yajmauha, atazikusanya yani hicho chakula, wa yu'tiha baadhi alfuqara, atawapa baadhi ya mafukara, fi awwal shahri, mwanzo wa mwezi, au fi akhirih, au mwisho wake, au fi awwal siyam, au mwanzo wa funga, au fi akhir siyam, au mwisho wa funga. Hadha idha kana akharaha aman, haya itakapokuwa kwamba amechelewesha hizo funga mwaka mzima au akthar, au zaidi ya mwaka mzima. Ama idha kana qadaha fil am qabla ramadhani akhar, ama itakapokuwa kwamba amelipa katika mwaka kabla Ramadhani nyingine, fi nafsi al-am, katika nafsi ya mwaka qadha ambao alikuwa amelipa, hadha ma alayhi illa al-qada, huyo anasema hakuna juu yake isipokuwa kulipa, walaysa alayhi it'am, na wala hakuna juu yake kufanya nini, wala hakuna juu yake kulisha maskini. Kwa hiyo jambo la mtu akiwa anadaiwa deni, basi inatakana kwamba afanye bidii ya hali ya juu katika kulipa lile deni na kuhakikisha kwamba analipa deni, kwa sababu deni la Allah ni wajib muislamu afanye nini, kulilipa, na ahakikishe kwamba anaingia katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa kwamba hadaiwi. Na wale ambao wenye madeni ambao wengine wameshafariki, wanatakana kwamba walipiwe ile madeni yao ya funga, kwa sababu ni wajibu, ni deni la Allah ambao ni wajibu kufanya nini, kulipwa. Kwa hiyo kwa mnasaba wa swali, ni ipi hukumu ya yule ambaye anadaiwa? Ikiwa kwamba amechelewesha kwa uzembe, anatakana kwanza atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kosa ambalo kwa amelifanya. Lakini jambo la pili, anatakana kwamba alipe ile deni la funga, lakini vile vile alishe maskini katika kila siku, atoe nusu pishi kulisha maskini. Kwa hiyo atahesabu zile idadi ni ngapi, kisha baadaye kwamba atazijumuisha, atawapa maskini. Naktafi bihadha alqadr. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe wepesi wa kutekeleza amri zake katika namna na katika njia ambayo ilikuwa sahihi, ambayo anairidhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na tuepushe na uvivu, atuepushe na kufanya uzembe katika ibada. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.